Hello wadau wetu wa KingoFarm. Sasa leo tumekuja na ushauri au elimu kidogo kwa yule mfugaji ambaye ana mtaji mdogo lakini anatamani au yanapata chochote kitu kila siku au yanapata faida kutoka kwenye kuku kila siku kupitia mayai. Sasa leo hii nitakupa ushauri kwa wewe ambaye unafikiria kama unataka uwe unafuga kuku, unauza mayai au uwe unapata kipato kupitia kuku lakini mtaji wako ni mdogo. Ushauri huu ni kwamba unaweza ukapata faida kubwa au ukapata pesa nyingi kama utakuwa umeamua kufuga chotara au kuku wa kienyeji 100 tu kuliko ukafuga layers 300 au ukafuga broiler 300 au aina nyingine ya kuku 300. Utapata faida kubwa sana kama utafuga vizuri chotara na kienyeji 100, kama utakuwa umewachanganya au watakuwa ni chotara peke yake au ni kienyeji peke yake, lakini lengo lako kubwa wewe litakuwa ni kuzalisha mayai kwa wingi. Sasa ipo hivi, chotara 100 chotara 100 na kienyeji 100 kama utawahudumia vizuri tetea, wana uwezo wa kukutagia mayai kwa 75% mpaka 80% kwa siku kama utakuwa umewahudumia vizuri kabisa. Huyu kuku wa kienyeji ukimhudumia vizuri huwa anakaa wiki 2 anaanza tena kutaga. Baada ya kutotoa ukamhudumia, akataga, akatamia, akatotoa, akisha totoa huwa analea wiki 2 tu anaanza tena kutaga na anakutagia vizuri kabisa kwa asilimia hizo 75. Sasa ukichukua kuku wa chotara na kienyeji labda unaweza ukawa mix au wakawa separate, maana yake ni kwamba kama watakutagia hizo 75%, tafsiri yake ni kwamba utapata mayai tray 2.5 kwa siku. Utakuta mayai tray 2.5, ambapo haya mayai ya chotara na kienyeji thamani yake sokoni huwa yanauzwa 17,000 mpaka 18,000 kwa tray moja. Kwa hiyo hapo wewe kama una calculate utapiga mahesabu kwa 17,000 mpaka 18,000 kwa tray moja, utazidisha mara 2.5, maana yake tray 2.5, alafu utaona unapata shilingi ngapi. Ile utakaoipata itakuwa ni wastani wa 45,000 kwa kuuza hizo tray 2.5 kwa siku. Na mayai ya kienyeji na chotara huwa yanakuwa na thamani kubwa sana sokoni, kwa sababu ya kwanza, kama utaweza kumuuzia yule mtu ambaye anaenda kutotolesha, huwa tunauza kwa bei hizo. Lakini kwa mayai ya kienyeji na kwa kuku wa kienyeji ukimhudumia vizuri atataga, baada ya kutaga atatamia, na kwenye kutaga pia atataga mayai mengi kuliko kawaida. Atatamia, akisha atamia akatotoa wale vifaranga, huwa anapumzika wiki 2 kisha anaanza tena kutaga. Ila kwa upande wa chotara, yeye ukimhudumia vizuri kila siku atakuwa anakutagia vizuri, kwa sababu chotara ni kuku asiye atamia. Na sasa utakapokuja kupata faida ni hivi, kwa kuku hawa ambao wanakula chakula sawa, hawa layers na chotara 100 ambao umewaandaa kwa ajili ya mayai, huwa chakula chao, idadi ya ratio ya kile chakula chao inafanana na ile ya layers 100 ambao wanataga. Kwa hiyo kama chakula ni kile kile ambacho wanakula, na kitu kingine ambacho kinatofautiana kidogo, kwa hawa layers mara nyingi waga wanakuwa wana formula ambao iko complicated kidogo, kwa sababu ukikosea kidogo utagaji pia unashuka. Lakini kwa chotara na kienyeji huwa tunatumia simple formula. Formula yao inakuwa ni simple, ni nzuri, ipo vizuri na virutubisho vyote, lakini ina usimple fulani hivi ukilinganisha na layers wenyewe au layers wale kuku wa mayai kabisa. Kwa hiyo utaona kabisa hapa kuna gharama za chakula kidogo zitakuwa zimepungua. Na tukienda kwenye upande wa utagaji, hawa chotara na kienyeji ambao wanataga 75% mpaka 80%, tuchukulie tu wakataga 75%, ambao 75% kwa hawa kuku inakuwa ni tray 2.5, ambapo mayai ya tray 2.5 ukipeleka sokoni, mayai ya chotara na kienyeji thamani yake huwa inakuwa juu tofauti na ya hawa layers, ambapo kwa hawa chotara na kienyeji mayai yake manake sokoni ukipeleka mara nyingi huwa ni 17,000 mpaka 18,000, na bei yake ipo juu kidogo kwa sababu ni mayai ambayo yanaweza kutotoleshwa kwa haya chotara na kienyeji. Lakini kwa upande wa kienyeji ni mayai ambayo huwa yana thamani kubwa, yanapendwa zaidi na watu, ndio maana bei yake iko juu kidogo, kati ya 17,000 mpaka 18,000. Tafsiri yake ni kwamba ukienda kuuza hizi tray 2.5
kwa bei ya 17,000 au 18,000 utapata utapata pesa ambao ni kama wastani wa 45,000. Hasa kwa huu wastani wa 45,000 kwa hawa kuku 100 ambao wanakula kuku 100 ambao unawaandaa kwa ajili ya mayai, mara nyingi tunawapa kilo 12 kwa siku. Na ukitengeneza chakula wewe mwenyewe kwa maximum kabisa, kila kilo huwa inakalia shilingi 1,000. Hiyo ni maximum. Inaweza ikawa 900, 800 mpaka tuseme 1,000. Sasa tupigie maximum ambao ni shilingi 1,000 kwa kilo moja. Maana yake kwa siku kama watakula kilo 12, watakuwa wametumia kwa siku shilingi 12,000. Ukichukua 12,000 ukichukua shilingi 45,000 ambayo umeuza mayai, ukatoa na hiyo shilingi 12,000, nadhani utakuwa umepata pesa kama shilingi 33,000 nadhani. Kama una calculator utakuwa unafanya mwenyewe hapo utaona. Kwa hiyo ambayo hiyo sasa itakuwa ndio ni faida yako ya siku. Ukitoa ile hela ya chakula ambayo tunasema ni kama wastani wa 12,000, ukatoa na ile ambayo unauza mayai ni wastani wa 45,000, ile utakayokuwa umeipata sasa, ile ndio itakuwa ni faida yako ya kwa siku, kama utakuwa umeuza hayo mayai kwa siku. Wakati ukija kwenye upande wa layers, kwa hao layers 100, na layers wao huaga wanataka kati ya 85% mpaka 90%. Kama ukiwahudumia vizuri. Manake 85% mpaka 90%, tuseme ukapata tray 3 za mayai, tuchukulie 90%, ukapata tray 3 za mayai. Mayai ya layers sehemu nyingi yanauzwa 9,000 mpaka 10,000, bei kama hizo. Tuseme sasa ukauza shilingi 10,000 kwa kila tray. Maana yake ni kwamba utapata shilingi 30,000. Baada ya kuuza hayo mayai tray 3 utapata shilingi 30,000. Ambayo sasa ukichukua hiyo pesa ya chakula, labda wametumia shilingi 12,000 kwa siku, ukatoa na 30,000, nadhani utakuwa unaona faida ambayo unaipata. Na formula yao kidogo huwa inakuwa complicated, kwa hiyo unaweza usipate exactly faida hii ambayo mimi naisema kama utakuwa umenunua labda chakula cha dukani au umetengeneza, kwa sababu formula yao kuna vitu kidogo huwa vinazidi, ambapo pia vinazidisha gharama kwenye hiki chakula chao. Japokuwa wao huwa wanataka kwa asilimia kubwa, lakini kwenye chakula kidogo, chakula chao kipo complicated kidogo, lakini vile vile na mayai yao hayana thamani kubwa sana. Kwa hiyo kwa wewe mwenye mtaji mdogo ambaye unafikiria kufuga kuku wa mayai, hapa nakushauri ufuge au chotara na kienyeji. Unaweza ukawa mix au ukawaweka separate, kienyeji peke yake na layers peke yake, au ukawachanganya, inategemea na wewe ambapo utaona inakupendeza zaidi. Kwa hiyo muundo wa faida yao ambapo utakuwa ni kama hiyo. Lakini cha kuongezea kingine, kama utakuwa unawafuga hawa chotara na kienyeji, unaweza kuwa na mashine yako ya kutotolesha mayai na ukao unatotolesha, unauza vifaranga, na bei ya vifaranga nadhani tunaijua, sio chini ya 2,000. Ukiuza hivyo pia utaenda kupata faida. Muhimu ni wewe kuwahudumia vizuri hawa chotara na kienyeji ambao unawaandaa ili watage au wanakutagia ili uweze kupata hiyo faida kubwa. Lazima na wewe uweke jitihada zako, na hasa jitihada nyingi huwa tunaziweka kwenye vitu mbalimbali vya asili. Tunaweka kwenye booster za asili, tunaweka kwenye chakula ambacho kinakuwa cha kawaida. Tunatengeneza formula nzuri ambayo ina vitu fulani vya asili ambao vinaenda kutengeneza mayai na kuwafanya hawa kuku waweze kutaga mayai mengi, waweze kufikisha hizo 75% mpaka 80%. Sisi KingoFarm huwa tunatoa mafunzo ya ufugaji kwenye kundi la WhatsApp. Unaweza ukaomba ushauri, ukapewa, ukauliza chochote ukajibiwa, ikiwa umejiunga na ile kundi la mafunzo la WhatsApp ambalo unalipia ada ya shilingi 8,000 kwa muda wa miezi miwili. Pia tuna vitabu ambavyo vina miongozo ya kuwafuga kuku aina zote. Namna ya kuwafuga kwa kutumia vitu vya asili, kwa kutengeneza chakula mwenyewe, na miongozo mbalimbali ambao unatakiwa uifuate ili uweze kupata matokeo mazuri. Tuna kitabu cha Safari ya Ufugaji part 1 na Safari ya Ufugaji part 2 au version 1 na version 2. Hiki kitakusaidia kuwalea kuku aina zote, hasa kienyeji, chotara pamoja na layers. Pia tuna kitabu cha Ufugaji Bora wa Kuku wa Kienyeji. Hiki kinakupa mwongozo wa kutotolesha, kulea vifaranga wa kienyeji, chanjo za asili na tiba mbalimbali za magonjwa ambayo yanawasumbua kuku wa kienyeji. Pia tuna ufugaji wa broiler. Hiki kinakupa miongozo yote ya kuwafuga broiler kuanzia day 1 mpaka unapomuuza, kwa kutumia vitu mbalimbali vya asili na wakawa na uzito mkubwa na wakapendwa zaidi sokoni. Pia tuna kitabu cha Tiba za Asili za Kuku. Hiki kina tiba zote, kinga zote na booster za asili za kuku. Pia tuna kitabu cha Mwongozo Maalum wa Ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Hiki kinakupa mwongozo kwa wewe ambaye unapenda kufuga kwa kutumia tiba za asili lakini haujui ufanye nini. Kina mwongozo mzima, booster za kuwapa kila siku na ratiba kamili ya kuwapa ili waweze kuwa na nyama nyingi au waweze kutaga mayai mengi. Pia kina formula mbalimbali za kutengeneza chakula.
Kila kitabu gharama yake ni shilingi 10,000 tu. Ukilipia unatumiwa soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Pia kama ni kundi unalipia na tunakuunganisha. Kama unahitaji huduma zetu za kitabu, kundi au formula za kutengeneza chakula, formula ni shilingi 5,500 tu. Kama kuku hawatagi, formula ni 5,000. Kama kuku wamedumaa, formula ni 5,000. Ila vitabu ni shilingi 10,000 na tunakushauri zaidi uchukue vitabu kwa sababu vina vitu vingi zaidi. Kama unahitaji hizi huduma, chukua namba hapo kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe. Asanteni sana na Mungu awabariki.